Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha makayula ya mahusiano ya ndoa. Penda unapopendwa, usipopendwa stress zinatosha. Ni ukweli kuwa wanaume tulio wengi tumekuwa ving'ang'anizi kwenye suala la mapenzi. Kwa kulazimisha huko kumepelekea baadhi ya wanaume kuingia kwenye milango ya kifo, kukata tamaa, kujishusha thamani mbele ya mademu zao au wanawake zao na kutuaibisha. Badala ya kutuwakilisha, wao wanatuaibisha. Kulazimisha penzi kumekuwa ni athari kubwa za moja kwa moja kuliko faida tulizozitarajia hapo awali. Mwanamke ni kiumbe dhaifu pale unapomtongoza na kukataria zaidi ya mara 4 au mara 5. Na kukubalia, lazima utambue kuwa huo uamuzi wake ni wa kudumu au ni wa muda tu. Hili ni lazima uliangalie wewe mwanaume kwamba umemtongoza mwanamke na amekukubalia. Je, uamuzi wake huu ni wa kudumu au ni wa muda tu? Haya yote unatakiwa wewe uyafikirie na uyatathmini, kujua kwamba hilo analokuambia ni la muda au ni la muda mfupi. Lazima utambue huo uamuzi wake ni wa kujilazimisha na si wa hiari. Wote tunajua wanawake mwerevu hawezi kuwa tofauti na wewe unavyomfikiria. Haya ni maamuzi ya mwanamke mwerevu jinsi unavyotegemea. Kwa misingi hiyo, mwanaume unategemea nini hapo zaidi ya kuingia kwenye ulingo wa penzi la mateso? Huyo mwanamke naye jua akipata ampendaye hata kwambia, ila ukweli ukiujua utakuwa ndio mwisho wa penzi lako na kuanza kuishi maisha ya kuteswa. Maisha yako yatakuwa ni ya kuteswa na mapenzi na wivu usio na mipaka. Kama ni mwanafunzi, haijarishi ulikuwa kichwa hapo, kuanguka kitaaluma ni muhimu. Kama ni mwajiliwa, basi ajira yako itakuwa shakani kwa kuwaza mateso ya penzi lako kuliko kazi. Mwisho ni kuachishwa kazi na kupotea kabisa. Kama ndo mfanya biashara, huo ndo wakati wa kujuta, kwani mapenzi ya pesa yanatumia hadi mtaji, kwani utakapokumbuka muda utakuwa umepita na huna namna tena. Mwisho wa penzi ya kulazimisha ni kujinyonga, kuua bila ridhaa yako, kuwa kichao mapenzi la mateso au gogo, kufilisika kimtaji na kimawazo, kujipiga risasi au kujichoma kisu. Basi kwa haya machache tu ambayo niliyokuwa nakwambia leo, lazima uyazingatie. Kwa misingi ya mwanaume unategemea nini hapo zaidi ya kuingia kwenye ulingo wa mateso? Wote tunajua mwanamke mwerevu hawezi kumkubalia mwanaume kirahisi, ila kuna kule kuona wazi inasisitiza kitu kuwa hakutaki na pia hakupendi. Mwanamke wa kulazimisha, badala ya kukuita hani, baby, mpenzi, yeye atakomaa na jina lako halisi, na ukihoji atakwambia si lazima nikuite baby, kwani wewe mtoto. Basi kwa leo naomba niishie hapo, ila usisahau kusubscribe page yangu ili uendelee kupata darasa zaidi kila tunapoingia kwenye somo letu hili la mahusiano ya ndoa. Asante na karibuni tena.